kama tutakavyoeleza katika sehemu ya eda. Eda ya kufa kuna namna mbili. Kuna eda ile ya kutoolewa na kuna eda kwa maana ya hidad, maombolezo, yani kutojipamba, kutoonyesha furaha. Kwa hiyo yeye huyu kwa kuwa hana yakini je mume kafa kweli au la, atakaa eda ya kifo ya kufiwa miezi 4 na siku 10, lakini hatafanya hidad, hatafanya maombolezo. Na ikitokea habari zikija kwamba amekufa na hali ya kuwa bado yuko kwenye eda, ataweza kumrithi, na baada ya eda kama hajatokea ataweza kuolewa na mume mwingine. Ikiwa atarejea kabla eda haijamalizika, ataweza kumrejea. Yani mwanamke yuko kwenye eda haijamalizika, yule mume akaja, ana uwezo wa kumrejea. Lakini ikiwa atarudi baada ya eda kwisha, kuna kauli mbili. Kauli ya kwanza yasema aweza kumrejea, lakini kauli ya pili yasema hawezi kumrejea akirudi baada ya eda kumalizika. Na akija akimkuta mkewe ameolewa, ndio kabisa hana tena nafasi ya kumpata tena. Kwa hiyo hii ndio hukumu ya masala haya. Ikiwa ana mtu anampa matunzo, atavumilia. Ikiwa hana mtu anayempa matunzo, hakim shar'i atamwambia yule wali wake ampe talaka, na kama wali hayupo au hataki, atatoa yeye talaka. Haya ndio masala ya mume ambaye haonekani. Ndugu zangu, tumefika mwisho wa darsa hii ya talaka, ingawa baada ya darsa hii kuna yanayohusiana na talaka. Yani mathalan kadhia ya kitoka nyumba, kadhia ya eda, haya ni mambo yako nje ya talaka, lakini mara nyingi yanaambatana na talaka, kwa sababu mke akishaachwa anakaa eda. Kwa hiyo tumefika mwisho wa darasa ya talaka. Mulahadha ambao napenda kuutoa hapa ni kwamba talaka tuliyoizungumza hapa katika siku zote hizi ni talaka ya kisheria, ni talaka ya Kiislamu kwa mujibu wa mafundisho ya Qur'ani na Bwana Mtume na Ahlul Baiti salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in.